Ni kusalimu, habari gani? Karibu kwenye Azam News. Tunakutana leo siku ambayo Watanzania wamempoteza mwanasiasa na mtumishi wa umma mkongwe William Vangimembe Lukuvi, ambapo wadau, wanasiasa na wananchi wamemlilia. Utafahamu hilo kwa kina na mengine mengi kwenye Azam News. Mimi ni Richard Ngaila, mwenzangu ni Ivona Kamuntu na Susan Mtui anatangaza kwa lugha ya alama. Tutaenda moja kwa moja nyumbani kwake Dodoma, ambapo msiba hivi sasa unaendelea, na nitaongea baadaye na Joyce Mwakalinga akitupa ratiba za mazishi namna ambavyo zinapangwa. Tuangalie yale ambayo tumekuandalia usiku huu. Viongozi wananchi waomboleza kifo cha William Lukuvi wakikumbuka alama za kiuongozi. Dunia yaadhimisha kumbukumbu ya biashara ya utumwa iliyoacha historia ya aina yake Tanzania. Umoja wa Mataifa waitaka Iran, Israeli na Marekani waache vita, wafuate diplomasia. Na Tanzania kutupa karata yake ya kwanza kesho michezo ya kalenda ya FIFA nchini Rwanda. Karibu tuanze Azam News na habari kuu siku huu. Mipango ya mazishi ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu na mbunge wa Isimani William Lukuvi inaendelea jijini Dodoma na mkoani Iringa. Salamu za pole zimeendelea kutolewa kutoka kwa watu wa kada mbalimbali wakikumbuka utendaji wa nafasi yake kwa umma, jamii na familia. Hayo ambayo tunafikiri yako nje ya uwezo wao, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan haiwezi kushindwa kuyafanya. Lukuvi kazini. Akiwa bungeni jijini Dodoma mwaka 2025 na akiwatoa hofu wa bunge juu ya utayari wa serikali kukabiliana na athari za mafuriko katika maeneo mbalimbali nchini. Kifo chake kimetangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kupitia taarifa ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, ikielezwa kuwa Lukuvi amefariki dunia akitibiwa ugonjwa wa mshtuko wa moyo katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Katika ujumbe wake wa pole, Rais Samia amemtaja Lukuvi kuwa kiongozi shupavu, mahiri, mwenye uzoefu mkubwa, mzalendo na mtumishi wa umma aliyelitumikia taifa kwa uadilifu, weledi na kujitolea. Lukuvi ni mwana wa Isimani mkoani Iringa, ambako alama zake za kiutendaji zinapewa mtazamo wa kipekee. Aliwekeza zaidi kwenye elimu. Alianza kupambana naye kwamba jamani, kijiji kinatakiwa tupate shule ya sekondari. Shule ya sekondari hiyo alikwenda kuomba kwa wafadhili, kuomba, baadaye kaanza sasa zahanati. Katika jimbo lake kila kijiji kina zahanati kwa ajili ya kuponya watu wake, kwa sababu alikuwa anawapenda sana watu wapiga kula wake. Ametujali sana watu, hata alipoendaga huko walikuwa mmoja wa vijana, alijiunga na mmoja wa vijana, baadaye wa wilaya, baadaye mkoa, baadaye akaendeleaga mbele huko. Kwa kweli Lukuvi ametujali sana kijiji chetu cha Idodi, ametujali sana. Alama zake kiutendaji zinavuka mipaka ya Iringa kutokana na utendaji wake kwenye ukuu wa baadhi ya mikoa na uwaziri wa ardhi. Mradi tuliopo sasa hivi hapa 7-Eleven, yeye alitusimamia tukianza mradi huo akiwa waziri wa ardhi. Kwa hiyo tumepoteza mtu ambaye alikuwa na matamanio makubwa sana ya kuona transformation katika shirika la nyumba la taifa. Kwanza ni mtu mwenye msimamo. Hata alipokuwa wizara ya ardhi alinyooka. Yaani unajua kuna maamuzi yanakuwa kiongozi unaonekana kama unaongea umefanya kitu cha ukweli. Alikuwa mkweli kwenye ile wizara ya ardhi, alitendea haki. Aligombana hata na wale wenzie. Aliweza kuyatafisha maeneo ya watu. Alifanya vizuri kurudisha mali za wanyonge, viwanja vya maskini. Wengine walikuwa hawana fedha, lakini alirudisha yeye. William Lukuvi alifanikiwa kuvirudisha. Kwa hiyo utendaji wake wa kazi ulikuwa sio mbaya, ulikuwa mzuri. Alikuwa jasiri, alikuwa haogopi. Na ndio maana vitu vingi sana tumevifanya, yeye anasema mimi nitafanya. Akisema hiki kitu ni lazima rais aje hapa ndio kifanyike, utahakikisha rais anakuja, kweli anakuja. Kwa hiyo ujasiri wake na kujiamini kwake ndiko ambako kimetufikisha hata Iringa. Miradi mingi mikubwa ya maendeleo tumeyapata na yeye anasababisha. Na utakumbuka kwamba marais wote nafikiri wamempa nafasi ya kuwa waziri kwa sababu ana msimamo mkubwa usioyumba. Wakati wa uhai wake na wakati akiwa mkuu wa mkoa hapa,
na kumbuka ni wakati wa awamu iliyoongozwa ya 4 iliyoongozwa na Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Pale kulikuwa kuna kazi kubwa ilijitokeza, mradi mmoja mkubwa sana wa maendeleo ya elimu, kwamba kila kata kuwe na shule. Kwa hili alilisimamia barabara katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa sasa serikali, bunge na familia wanaendelea na mipango ya mazishi ya William Lukuvi. Sasa tuangalie safari yake Ivona William Vangimembe Lukuvi. Safari yake ni ipi? Tunafahamu kwamba ni mwanasiasa mkongwe na mtumishi wa umma wa muda mrefu. Agosti 15 mwaka 1955 ndipo alizaliwa pale Mapogoro, Iringa vijijini. Mwaka 1962 mpaka 2011 hapo ndipo alipopata elimu ya msingi pamoja na uzamili. Safari yake ya elimu ipo hapo kati. Mwanasiasa huyu mkongwe mwaka 1995 mpaka mwaka 2026 amekuwa mbunge wa CCM jimbo la Isimani. Lakini William Vangimembe Lukuvi mwaka 2000 mpaka 2005 amekuwa waziri wa sera, bunge na uratibu. Utakumbuka hapa ni kipindi cha utawala wa hayati Benjamin William Mkapa, kwa ni muhula wake wa pili. Mwaka 2010 mpaka 2015 akawa tena waziri wa sera, bunge na uratibu. Wakati huu ilikuwa ni kipindi cha Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ikiwa ni muhula wa pili akimaliza muda wake wa uongozi kwenye kiti cha urais. Mwaka 2015 mpaka 2022 amekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Wakati mwaka 2023 amekuwa mshauri wa rais, siasa na uhusiano wa jamii. Ilipofika mwaka 2024 mpaka 2026 amekuwa waziri wa sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Machi 25, 2026 amefariki dunia akiwa mbunge wa muda mrefu zaidi. Na utakumbuka wakati anaingia bungeni mwaka 1995, wakati huo Tanzania imetoka kurejea kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, na ukawa uchaguzi wa kwanza mkuu baada ya kurejea kwa mfumo huo, ambapo naye akaingia bungeni. Sasa niungane na Joyce Mwakalinga, yeye ni mwandishi wetu, yupo pale mkoani Dodoma na sasa yuko pale msibani, tujuze kile ambacho kinaendelea. Habari za wakati huu Joyce, tuambie kile ambacho kinaendelea kuhusiana na ratiba na mambo mengine ya msingi. Karibu. Asante, habari za wakati huu ni njema kabisa, na kinachoendelea hivi sasa katika mtaa wa RD jijini hapa, waombolezaji wanaendelea kufika hapa kwa ajili ya kuomboleza msiba huu, akiwamo viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi pamoja ndugu, jamaa na marafiki. Na awali tulikuwa tumeelezwa kwamba waziri mkuu angefika hapa kwa ajili ya kueleza chochote kuhusiana na msiba huu, lakini baadaye taarifa zimetufikia ambazo zimeeleza kwamba kesho ndipo waziri mkuu atafika na kutoa ratiba kamili, ambapo hivi sasa kinachoendelea ni vikao vinaendelea vya kifamilia pamoja vya kiserikali pamoja na bunge, kwa sababu ni maeneo ambayo yote yanahusika. Kwa sasa hivi vikao vinaendelea, na hapo kesho ratiba kamili itatolewa. Hivi sasa tayari pembeni yangu hapa kuna kitabu cha maombolezo, ambapo watu ambao wanaendelea kufika hapa wana saini kitabu hicho, ikiwa ni sehemu ya kumbukumbu katika tukio hili ambalo limekuwa ni la kusikitisha, ambalo limewacha watu katika majonzi. Basi hiki ndicho ambacho kinaendelea katika mtaa wa RD jijini Dodoma hapa, ambapo ni sehemu ya makazi yake enzi za uhai wake. La kuungana na wewe kufahamu zaidi kile ambacho kinaendelea Joyce. Asante sana kwa muda wako. Nakushukuru sana. Kwa jaribu kupiga hesabu kwenye kichwa changu hapa, tungefika mwezi wa Oktoba angekuwa na 31 sasa. Ni mbunge ambaye ni mkongwe katika wabunge wote kabisa, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa. Sawa, Mungu lazima roho ya marehemu mahala pema peponi. Amina. Leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya biashara ya utumwa, mji wa kihistoria wa Bagamoyo ukitaja kuwa miongoni mwa vituo muhimu vilivyotumika kusafirisha watumwa wa Afrika Mashariki. Leo eneo hilo ni kumbukumbu ya historia na kujifunza kuhamasisha heshima kwa utu na haki za binadamu.
Bagamoyo ni mji wa kihistoria uliokuwa lango kuu la biashara ya utumwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Leo umegeuka kuwa eneo la kumbukumbu na tafakari juu ya maumivu ya historia hiyo. Mamia ya watu wakiwemo watafiti, viongozi na wananchi hutembelea kituo hicho cha biashara ya utumwa Bagamoyo kuwakumbuka maelfu ya Waafrika waliopitia hapo wakipelekwa utumwani, huku wito ukitolewa kwa dunia kuendelea kujifunza kutokana na historia hiyo ili kulinda utu, haki na uhuru wa binadamu. Hili eneo la Mbweni lilikuwa ni sehemu ya maisha yao, kwa sababu walikuwa wakiland kutoka kwenye bahari, walikuwa wakiishi maeneo haya kwa muda mfupi, alafu wakianzisha safari zao kwenda Bagamoyo kwenye masoko yao au kwenda Kilwa kwa ajili ya biashara zao. Sasa nini kilifanyika, au walikuwa wanajuaje kipindi hicho kwamba hapa ni sehemu husika na direction hii tunaweza tukaenda Bagamoyo au Kilwa? Wao wali import hiyo miti inayoitwa mbuyu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mibuyu yenyewe inaishi miaka mingi. Kwa sababu tunafahamu hata kwenye maisha yetu ya kawaida ya Kitanzania, zamani wazee wetu walikuwa zaidi wanatumia physical address. Walikuwa wanatumia miti, walikuwa wanatumia milima, walikuwa wanatumia mabonde kutambulisha eneo. Sasa Waarabu walifikiria kwamba tukitumia miembe inadumu kwa miaka 50, 60 then inakufa. Lakini mibuyu tukiweka, maana yake kizazi cha miaka 300, 400 ijayo kitaweza kutrace kwamba eneo hili ni eneo ambalo sisi tulikuwa tunaishi. Sasa walikuwa wanaweka makazi maeneo haya Mbweni kwa muda mfupi, na tunao ushahidi wa kwamba wao walikuwa wanaishi maeneo haya. Tuna nyumba ambazo wameziacha ambazo zimejengewa kwa coral reefs, yani matumbawe, yale mawe mepesi ya baharini zipo, na baadhi ya hizo nyumba bado tunazitumia mpaka sasa. Hapa nilipo ni kwenye kituo kimojawapo ambacho walikuwa wakifikishiwa watumwa hapa kutoka maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati. Hapa ndipo kituo mojawapo ambacho cha biashara ya utumwa, ambapo watumwa kabla ya kwenda sokoni walikuwa wakifikia hapa kufanyiwa uchambuzi na kukaguliwa. Kama wenye afya nzuri walikwenda kuuzwa Zanzibar, ambao wenye afya ambao haiko sawa walikuwa wanafanya kazi katika nyumba za machifu, na wengine walikuwa wanafanya kazi kuwahudumia viongozi ambao walikuwa katika biashara ya utumwa kama hivyo. Hapa kuna masalia mbalimbali ambayo yalipatikana katika kipindi ambapo biashara ya utumwa ikiwa inafanyika. Mabaki hayo yalithibitishwa kuwa biashara ya utumwa ilifanyika hapa katika karne ya 18. Mimi ni Mariam Songoro wa Azam News. Lakini historia ya biashara ya utumwa haikuishia Bagamoyo pekee, kwani Zanzibar ndipo palikuwa kitovu muhimu cha biashara ya utumwa ukanda huu wa Afrika Mashariki, kama anavyosimulia mwandishi wetu Mtuma Said kutoka Unguja. Ni kanisa la Anglikana Mkunazini lililojengwa katika eneo lilokuwa soko la watumwa Zanzibar, ambapo historia ya biashara ya watumwa bado inaonekana wazi kupitia majengo na mabaki ya kihistoria. James Philip Kaleza, msaidizi katibu mtendaji wa kanisa la Anglikana, anatueleza jinsi biashara ya utumwa ilivyofanyika katika eneo hili. Watumwa ambao walikuwa wakiletwa hapa Zanzibar walikuwa wakitokea maeneo mbalimbali ya bara la Afrika, kuanzia Afrika Kati, Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini. Humo mote walikuwa wakikamatwa, wakichukuliwa, wakisafirishwa hadi Bagamoyo, na kutoka Bagamoyo hadi kufika hapa Zanzibar. Eneo hili lilikuwa soko kuu la watumwa katika karne ya 14 hadi 15, ambapo watu waliletwa kuuzwa chini ya mazingira magumu na ya kinyama. Jahazi moja lilikuwa na uwezo wa kuchukua watumwa mpaka 115, 125. Jahazi moja walikuwa lina uwezo huo. Kwa hiyo idadi hiyo ya watumwa kutoka Bagamoyo kufika hapa Zanzibar, baadhi walifariki njiani wakatupwa baharini, lakini wengine walifika. Baadhi ya kumbukumbu bado zimeendelea kuwa ndani ya kanisa hili, ikiwemo vyumba au mahandaki yaliyotumika kwa hifadhi watumwa kabla ya kuuzwa. Yako mambo ya kuvutia. Kwa mfano, kuna kaburi la Askofu Edward Stia ambaye ndio alikuwa mjenzi, wanashangazwa. Kuna msalaba wa mbao uliotengenezwa kutoka mti ambao
Katika mti huo huyo David Livingstone alifariki na kuzikwa moyo wake hapo. Anashangazwa. Toka kuwa soko la watumwa hadi leo, eneo hili limekuwa kivutio kikubwa cha utalii wa kihistoria, likivutia wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Yaani nasikia uchungu sana. Mtu Mwafrika alikuwa ananyanyaswa namna hii, walikuwa wanateswa, wananyongwa, wanafungwa minyororo. Yaani inakasirisha, lakini ndio hivyo, hatuna namna. Na nimesirika na kinyongo namna wamewachukua, namna wamecheza na maisha ya binadamu. Ndio maana nilikuja niangalie mimi mwenyewe, niangalie namna gani waliwachukua, namna gani waliwapa chapa fimbo, na huzuni sana. Hiki ni chumba kidogo ambacho watumwa 50 wanaume walikuwa wanahifadhiwa hapa. Huwezi kuamini, joto la kutosha, mwangaza hafifu, lakini kwa namna gani watumwa hawa waliweza kuhimili madhira na mateso waliokuwa wakipitia miaka hiyo. Na eneo hili ni miongoni mwa alama muhimu zilizobaki katika kanisa hili la Mkunazini. Tunapokumbuka siku hii, hatuwezi kuyaacha maeneo haya kuyakumbuka. Kutoka Unguja, Mtumwa Saidi, Azam News. Habari kuu siku huu ni kifo cha waziri wa nchi, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu William Lukuvi. Salamu za rambirambi zikiendelea kutolewa. Na hapo baadaye mwanaume anayedai kunyanyaswa nyumbani aamua kupaza sauti kwa ajili ya wenzake. Na wananchi wa zaidi ya vijiji 20 wilayani Uyui mkoani Tabora waomba barabara bora. Karibu tuendelee na Azam News. Mimi ni Richard, mwenzangu ni Ivona Susan Mtui, pamoja nasi kwa lugha ya alama. Katika jamii mara nyingi mwanaume huonekana kuwa na nguvu za kuhimili changamoto za maisha ya ndoa. Lakini kwa Ernest Komba wa jijini Dar es Salaam, simulizi yake ni tofauti. Baada ya kudai kukumbwa na ukatili wa mara kwa mara kwa mwenza wake, aliamua kuondoka nyumbani na kuanza safari mpya ya kupaza sauti kwa wanaume wanaopitia madhila kama yake. Ni safari ambayo imepelekea kuanzisha shirikisho la wanaume wanaodai kukumbwa na ukatili katika ndoa zao, likiwa tayari na wanachama zaidi ya 200 jijini Dar es Salaam. Shirikisho hilo pia limesajiliwa rasmi na msajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Komba anasema kuwa changamoto yake ilianza polepole, akidai kuwa hakushirikishwa katika masuala ya kiuchumi ya familia. Kwa kweli mimi nilikimbia baada ya kuona kipigo kimezidi. Nilikimbia na kumwambia kabisa kwamba mimi sasa, wewe na mimi maisha hatutaweza kuendelea, kwa sababu nilihisi kwamba naweza nikapoteza maisha, kwa sababu kipigo kilikuwa sio cha kawaida. Wewe unaweza unajiuliza maswali, sasa huyu mimi ni mume wake, hivi ananipiga na mnaye ananiumiza, ipo siku ataniwekea hata sumu huyo. Nikaona mimi ndo nikimbie, sio yeye alinikimbia. Yaani hiyo ni ajabu. Wanawake ndo wanawakimbia wanaume siku za nyuma, lakini sasa hivi wanaume wanawakimbia wanawake. Kwa mujibu wa Komba, mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii umetajwa kuwa moja ya sababu zinazochangia ongezeko la migogoro ya ukatili katika ndoa. Wanawake sasa hivi wamekuwa wamepiga hatua kiuchumi, uelewa, na hata mmomonyoko wa maadili pia unachangia. Maadili inamaanisha kwenye masuala ya malezi na utandawazi. Nafikiri wewe unaelewa, wanawake sasa hivi wako mbali, wanafanya shughuli zao sana za kiuchumi. Kwa hiyo kukaa na mwanaume na maintain mwanaume na kumpa haki zake mwanaume vizuri za kimsingi za kindoa, ni wachache sana wanawake wanaoweza kufanya hivyo. Lakini wengi wanawake sasa hivi wanajali mambo yao. Kutokana na mjadala unaozidi kujitokeza kuhusu ukatili unaoweza kutokea ndani ya ndoa kwa pande zote mbili, baadhi ya wananchi wa Dar es Salaam wametoa maoni yao. Muda mwingi na maana wanaume waga tunanyanyasika kama ukiwa huna hela. Kama mwanaume ana hela kidogo anakuwa na nguvu, lakini kama hana hela ina maana hana nguvu. Sasa mimi wito wangu nilikuwa naomba serikali iangalie. Kwa baba tunakosa sauti kutokana hatuna hela. Na wanawake sasa hivi wamebezi wao kwa sababu waliingizwa kwenye uchumi. Tukasema kama mwanamke anaingizwa kwenye uchumi, je, huyu ni kichwa cha familia? Sio kichwa cha familia. Sasa inakuwaje anatengenezwa yeye awe mwenye uchumi? Je, ndoa zitatengemaa kama mwanamke atatengenezwa ndo na yule ambaye anatekwa ndo awe kichwa hajawezeshwa? Kwa Ernest Komba, anaamini serikali na wadau mbalimbali wanalo jukumu la kusaidia wanaume wanaopitia hali kama hiyo kupata msaada
na ushauri wa kitaalamu. Sisi tumeendelea kuiomba serikali kuanzisha idara maalum itakayoshughulikia masuala ya wanaume kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kwa sababu Wizara ya Maendeleo ya Jamii inajieleza Wizara ya Maendeleo ya Jamii, jinsia, wanawake na watoto na makundi maalum. Wanaume hatupo kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Sasa tunaiomba serikali na sisi tuingize kwenye mifumo ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa kuanzishiwa idara itakayoshughulikia masuala ya wanaume. Wataalamu wa masuala ya kifamilia wanashauri kuwa mtu yeyote anayefanyiwa ukatili ndani ya ndoa bila ya kujali jinsia yake anatakiwa kutoa taarifa mapema kwa mamlaka husika ili kusaidia kupatikana kwa takwimu sahihi na hatua stahiki zichukuliwa. Hata hivyo, wanasema inawezekana kusaidia kujenga familia zenye amani, heshima, upendo katika jamii. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Ulikuwa unatafakari? Nilikuwa nasema baba watu analalamika anapigwa na mkewe. Si jambo la kuchekesha, lakini mbona ile inawezekana? Sijui. Ndio amedai hivyo. Umoja wa Mataifa UN umeendelea kuzitaka Iran, Israel na Marekani kuacha vita na kutumia njia ya kidiplomasia kumaliza mgogoro unaozidi kutanuka eneo la Mashariki ya Kati. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito huo unaoungwa mkono na China inayosema njia ya mazungumzo ndio mwafaka kwa sasa. Tamko la Guterres amelitoa akiwa New York na kukiri kwamba vita vinavyoendelea Iran vipo nje ya udhibiti na kama kutokuwa na njia ya mazungumzo ni wazi madhara yataendelea kuwa makubwa zaidi. Kauli hiyo imeungwa mkono mapema na China, ambapo kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Lin Jian amesema ni vyema Iran ikakubali njia ya mazungumzo na kuachana na mapigano yanayoendelea. Swali ni nani atamfunga paka kengele kutokana na Iran yenyewe kuendelea kuonja machungu ya kushambuliwa kutoka kwa Israel ambayo imeendelea kufurumusha makombora yake huko Isfahan. Tehran yenyewe haijataka kuwa wanyonge na hivyo imeendelea kurusha makombora kuelekezwa Tel Aviv pamoja na Jerusalem, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi cha mashambulizi yanayoelekezwa kwao. Dunia kwa sasa ingali inapitia magumu kwa kupata nishati ikiwemo mafuta na gesi, hatua inayoifanya iendelee kukuna kichwa na kusaka mbinu mbadala kuepuka madhara, ambapo mkuu wa shirika la nishati Fatih Birol anasema wataendelea kupambana ili huduma zisikosekane. Ulaya nayo inapambana kuhakikisha inakuwa salama, ambapo mkuu wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde anasema wanatambua njia mbadala kujiepusha na madhara ya kiuchumi yanayosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati ndio itakuwa mwarobaini pekee. Dunia ngali bado imesalia njia panda, isijue sasa mgogoro huo wa Iran utamalizika lini na itajinasua vipi na upungufu wa nishati unaendelea kushuhudiwa baada ya kufungwa kwa eneo la Hormuz. Nordin Selemani, Azam News. Wananchi wa vijiji zaidi ya 20 wanaotumia barabara ya Ndono hadi Sawewe wilayani Uyui mkoani Tabora bado wanakabiliwa na ubovu wa miundombinu ya barabara licha ya mbunge wa jimbo la Uyui kusaidia ukarabati wa maeneo korofi katika kipindi hiki cha msimu wa mavuno. Juma Kapipi ana undani wa taarifa hii. Ni kilio cha muda mrefu kwa wananchi wa vijiji vilivyopo wilayani Uyui, ingawa mvua ndio zimechangia zaidi uharibifu huo wa miundombinu ya barabara. Hapa kwetu kutokea hapa kwenda kuipata Tabora tunatumia gharama karibu 20,000. Unatoka kwa bodaboda 15,000 mpaka Ndono. Ndona sogea. Mimi ni bodaboda. Tumepitia adha kubwa sana katika hii barabara. Waswahili wanasema kadri giza linavyozidi kutanda ndivyo mapambazuko ya alfajiri yanavyosogea. Imeelezwa kuwa mbunge wa jimbo la Uyui Shafin Suma amejikongoja kukarabati maeneo yaliyokorofi kwenye barabara hiyo ya Ndono Sawewe, ambayo zaidi ya watu 300,000 watanufaika nayo endapo itakamilika. Kipindi kinachofuata sasa hivi ni kipindi cha mavuno. Wakulima wameshalima sana. Sasa jinsi ya kupitisha mazao kwenye barabara hii inakuwa ni ngumu kulingana na hali halisi kama mnavyoona.
tunarekebisha sehemu korofi kama hii hapa palikuwa na mashimo kama yasiyopungua 4. Sehemu moja inakuwa na mashimo 4. Imagine hapa palikuwa niliposimama palikuwa pana shimo. Hapo ulipomwaga gari unapoona pana shimo, mbele yake palikuwa pana shimo, mbele kabisa palikuwa pana shimo. Ni mashimo hasa. Sasa kinachotuchanganya kingine ni mvua. Mvua inakuja, sasa unakuta tumeshaandaa eneo limekauka, lakini mvua ikija inaweka tena maji. Tena inabidi kazi isimame ya kupakia, nende nikasafishe. Kwa kweli tumeanza kuona kwamba mambo yako vizuri. Na tunasema kwamba aendelee namna hiyo ili kusudi mambo yaendelee kuboreka zaidi na zaidi, lakini kwa hatua aliyofikia kwa sasa hivi kwa kweli tunamshukuru sana. Sisi kama wana Ufuruma na wana Uyui tunampongeza sana kwa moyo alioonyesha. Juma Kapipi, Azam News, Tabora. Timu ya soka ya Tanzania Taifa Stars kushuka dimbani kesho Alhamisi kupambana na Liechtenstein kwenye michezo ya kalenda ya FIFA itakayofanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Kenneth Moses na maelezo kamili. Taifa Stars chini ya mkufunzi wake raia wa Argentina Miguel Gamondi watashuka kwenye uwanja wa Kigali Pele nchini Rwanda saa 10:30 jioni, huku ikiwa ni saa 11:30 jioni kwa saa za Tanzania. Mshindi wa mchezo huo anataraji kupambana na mshindi baina ya timu ya Aruba na Macau ambao wote wapo kwenye kundi A pamoja na timu za Tanzania na Liechtenstein. Michezo ya FIFA Series imeanzishwa kwa lengo la kuzipatia timu za taifa michezo yenye ushindani pamoja na timu kukutana kutoka kwenye mabara tofauti na kuleta ushindani kwenye michezo hiyo ya kalenda ya FIFA. Klabu ya Young Africans imethibitisha kuwa nyota wake 4 ambao walikuwa na majeraha tayari wamerejea mazoezini kujiwinda na michezo mbalimbali inayowakabili hapo mbeleni kwenye msimu huu wa mashindano ya mwaka 2025-26. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe amewataja nyota waliorejea kuanzia kwenye mazoezi ya gym ni pamoja na washambuliaji Edmund John, Prince Dube, sambamba na walinzi Ibrahim Abdullah Baka na Shadrack Boka. Na timu ya Memphis Grizzlies imethibitisha kuwa nyota wake Ja Morant atakuwa nje kwa msimu mzima uliosalia wa ligi ya kikapu nchini Marekani ya NBA mwaka 2025-26 kwa majeraha ya kiwiko na mkono. Taarifa ya Memphis imesisitiza kuwa kukaa nje kwa Morant ni kumpa muda mzuri zaidi wa kupona majeraha yake na kurejea akiwa yupo vizuri zaidi, huku mpaka sasa akiwa na wastani wa kufunga alama 19.5, kuchukua rebound kwa 3.3% na kutoa pasi saidizi kwa wastani wa 8.1 ndani ya msimu huu wa NBA. Ja Morant alivunjika kiwiko cha mkono wake wa kushoto kwenye NBA ya mwisho wa mwezi Januari mwaka 2026 baada ya kurejea dimbani akiwa ametoka kuuguza jeraha la mguu kwa wiki 2 akiwa nje ya mchezo huu wa NBA. Na mshambuliaji Mo Salah ametangaza rasmi kuwa ataondoka ndani ya klabu yake ya sasa ya Liverpool mwishoni mwa msimu huu wa mashindano ya 2025-26 na kuhitimisha miaka yake 9 ndani ya ubabe hao wa Anfield. Salah mwenye umri wa miaka 33 ametumikia Liverpool kwenye jumla michezo 435 na kufunga magoli 255 na kushika nafasi ya 3 kwenye orodha ya wafungaji wa muda wote ndani ya klabu nyuma ya Alan Rush na Roger Hunt. Alijiunga na Liverpool akitokea AS Roma ya Italia mwaka 2017 na kushinda jumla ya mataji makubwa 8 ikiwemo mataji mawili ya ligi ya EPL, ubingwa wa Ulaya msimu mwaka 2018-19, Carabao Cup mara 2 na kadhalika. Mvua kubwa ilionyesha kwa siku 3 mfululizo kati ya Machi 21 hadi 23 imesababisha wakazi zaidi ya 150 kukosa makazi na chakula katika kijiji cha Butuyu, kata ya Bunambiyu, wilayani Kishapu mkoani Shinyanga. Kutokana na mvua hiyo kubomoa nyumba, kaya zaidi ya 30 zimeathirika na kuweka makazi ya muda katika stoo ya kijiji, wakikosa mahitaji muhimu ikiwemo chakula na makazi salama. Kasisi Costa anaripoti. Pia mvua zilizonyesha kwa siku 3 mfululizo katika maeneo mbalimbali nchini, eneo moja la Bushini katika kata ya Bunambiyu halmashauri ya Kishapu limepata athari kubwa, ambapo takribani kaya 30 zimekosa makazi baada ya nyumba zake kuanguka kutokana na mvua kubwa iliyosekea maji kuzidi na kupelekea nyumba hizo kudondoka, lakini pia mazao ya chakula yakipelekwa na mvua hizo. Nimefika hapa na kushuhudia hali halisi ya eneo hili na jinsi wananchi wanavyopata kazia. Mvua ilianza kunyesha
kunyesha, muda mwingi mafuriko yakaja, vyakula vimeenda na maji, wanafunzi wamesimama kwenda shuleni, na tumepata na majanga makubwa, nyumba zimeanguka, watu wanalala kwenye store. Serikali tunaiomba itupe msaada, vyakula vimeenda na maji, nyumba zimeanguka. Leo tuna siku 3 tunalala kwa majirani. Kwa tena mimi familia yangu ipo kwenye store. Chakula kimeenda na maji. Kwa hiyo sasa hivi chakula nabahatisha kwa majirani zangu tu. Sina chakula ambacho kwamba mimi nilichokuwa nakitegemea kwa sababu chote kimesombwa na maji. Tatizo lenyewe lilitokea usiku. Tulijikuta tu tayari maji yameshaingia ndani. Sasa cha kufanya hatukuweza kwamba tuanze kunusuru chakula, zaidi yake tulianza kunusuru watoto. Watusaidie upande wa chakula pamoja na maturubari, kwa sababu kama unavyoona sina nyumba ya kukaa wala kulala, naishi kwenye store. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Butuyu anaeleza namna kazi ilivyo, ambapo wananchi wake wamelazimika kuishi katika store, lakini wengine kwa majirani, huku changamoto ya upatikanaji wa chakula ikiwa ni swala kubwa mpaka sasa. Haya maji yameharibu sana, yameharibu chakula pamoja na nyumba kuanguka. Takribani kaya 30 ambazo zina idadi ya watu 150. Yaani naiomba serikali nishike mkono kabisa, watu wangu wapate chakula, wapate huduma. Alitumwa mwakilishi wa mkuu wa wilaya, alifika hapa akaongea na wananchi, akaona na nyumba ambazo zimezuiliwa. Mpaka sasa hatujaona. Tuna siku kama 3. Na hangaika na wananchi, wanakuja kwangu kule na wapa hata kidogo chakula. Mishoe na mimi mwenyewe chakula nimemaliza ndani. Mvua zinazoendelea kunyesha ni moja ya mvua ambazo zimetahadharishwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini kwamba kutakuwa na mvua nyingi katika mikoa mbalimbali nchini, ukiwemo mkoa huu wa Shinyanga, ambazo zimeanza kuleta madhara kwa wananchi. Kasisi Costa, Azam News, kisha. Karibu sasa tupate utabiri wa hali ya hewa. Estabila Malisa yupo hapa. Karibu sana. Asante sana Ivona. Kama mlivyoona habari iliyopita hapo, kwa mvua bado zinatarajia kuendelea kunyesha, na kuna maeneo mengine kama hayo ya kanda ziwa itakuwa ni juu ya wastani, yani ni nyingi zaidi ya kile kipimo. Kwa hiyo wakazi wa maeneo hayo waendelee kutarajia mvua zaidi. Na leo mamlaka ya hali ya hewa imetoa angalizo ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mkoa wa Kigoma, Katavi, Rukwa pamoja na Songwe. Kwa hiyo wakazi wa maeneo hayo pia wanatakiwa wachukue hatua stahiki pale mvua kubwa hizo zinaponyesha ili wasiweze kupata madhara makubwa. Na sasa tuangalie utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu ulioandaliwa na mamlaka hiyo ya hali ya hewa. Leo usiku matarajio maeneo yote ya nchi kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na upepo unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani kusini na kutoka kusini magharibi kwa pwani ya kaskazini, na kufanya hali ya bahari kuwa na mawimbi madogo. Na hapo kesho upepo utaendelea kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote kutoka kusini mashariki, na kufanya hali ya bahari kuendelea kuwa na mawimbi madogo. Na maeneo mengi ya nchi yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, isipokuwa mikoa ya magharibi mwa nchi yetu na nyanda za juu kusini magharibi. Kwenye huko unatarajia kuwa na hali ya mawingu. Mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Pamoja na mvua hizo, lakini bado kuna baadhi ya maeneo yatakuwa na joto kali, na kiwango cha juu cha joto zaidi kinatarajia kuwa nyuzi joto 31 katika mkoa wa Tanga, huku wastani ikiwa ni kuanzia nyuzi joto 24. Na sasa tumalizie katika baadhi ya miji Afrika Mashariki. Nairobi, Mombasa, Kampala, Kigali, kwenyewe huko kote nako kunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, na kiwango cha juu cha joto zaidi natarajia kuwa nyuzi joto 29 katika mji wa Mombasa. Kwa leo ni hayo tu, ni kurejeshe kwake Richard pamoja na Ivona waweze kuendelea na habari usiku huu. Asante sana Estabela. Habari kuu siku huu ni kifo cha waziri wa nchi, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, wakati salamu za rambirambi zikiendelea kutolewa. Na hapo baadaye
Tahadhari yatolewa kwa wafanyabiashara wa mafuta kutonunua bidhaa hiyo kwa wingi na kuhifadhi. Vyombo vya habari vyaiona fursa ya kukuza Kiswahili ikiwa kutakuwepo na utashi kamili. Karibu tuendelee na Azam News. Shida ya kufululiza adhuhuri na sasa hivi. Sasa uko nami Ivona Kamuntu na Richard Ngaila na Susan Mtu kwenye lugha ya alama. Wizara ya Nishati imewaagiza wafanyabiashara wa mafuta kuhakikisha hawanunui mafuta mengi zaidi ya walivyozoea kama njia ya kuhifadhi. Badala yake wanunue ya kiasi, kwa kuwa bidhaa hiyo pia ipo vya kutosha. Katibu mkuu wa wizara hiyo James Mataragio ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake kwenye moja ya maghala ya mafuta Dar es Salaam baada ya malalamiko ya kuanza ucheleweshaji wa mafuta kwenye vituo vya mafuta. Sikia kuna kelele kwamba kuna baadhi ya vituo havipati mafuta, lakini vile vile tuna habari kwamba kuna ucheleweshaji kwa makusudi wa upakiaji. Kwa mfano unakuta maroli yanapakiwa lakini inachukua muda mrefu sana yale maroli kuondoka. Kumekuwa na visingizio kwamba TRA ndio wanachelewesha mchakato, kwamba vibali vinachukua muda mrefu ndio maana maroli yatoke, lakini tuko na TRA na hiyo sio kweli. Hatuna upungufu wa mafuta, lakini kwa sababu watu wana hofu kwamba mafuta hayapo, basi wananunua mafuta beyond na ni mahitaji yao. Kwa mfano kwenye vituo vya mafuta, mtu kawaida siku moja unajaza nusu tanki, lakini sasa hivi kwa sababu ya hofu unakwenda unajaza full tank. Kwa hiyo ni panic. Mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati EWURA James Andindile ameweka bayana namna ambavyo bei zitakavyokuwa endapo vita Mashariki ya Kati ikiendelea, wakati mkurugenzi mkuu wa Camel amefafanua wingi wa mafuta ambayo wameagiza. Panga mwezi wa Aprili tumeagiza lita milioni 70 kwa ajili ya depo yetu tu wenyewe, ambao hiyo tenda tumeshai submit PBPA muda mrefu. Kwa mwezi wa 5 tumejipanga, tumeagiza milioni 84 Camel Oil kwa ajili ya supply yetu kama kawaida. Kwa mujibu wa namna tulivyoamba mafuta tunaagiza kutoka nje ya nchi, na kama tunaagiza kutoka nje ya nchi, wote kwa ujumla wetu tunaagiza mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kutokana na uharibifu wa miundombinu ambao umejitokeza, gharama za uagizaji mafuta kutoka Mashariki ya Kati zimeongezeka, ambazo kwa njia moja au nyingine hata sisi zinaweza kutuathiri katika swala mazima ya upangaji wa bei. Na tukumbuke pia kwamba tunaagiza mafuta kwa kutumia dola, na pale ambapo unajikuta kwamba kutokana na kuongezeka kwa gharama ni kwamba tutalazimika kuagiza mafuta yale yale tulikuwa tunaagiza siku zote, lakini kwa gharama kubwa zaidi kutokana na ongezeko la gharama katika soko la dunia. Lakini watoe hofu tu kwamba serikali inafuatilia swala hili kwa karibu sana, na hivi ninavyoongea vikao mbalimbali vinaendelea ndani ya serikali kuangalia namna bora ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na bei himilivu katika soko letu ili uchumi usiweze kuathirika. Ni James Andilile, mkurugenzi mkuu wa EWURA. Watangazaji, wamiliki wa vyombo vya habari pamoja na wadau wanaohudumu katika sekta hiyo wamesema wanaiona nafasi ya vyombo vya habari vya ndani, vya kikanda na vile vya kimataifa katika kukuza lugha ya Kiswahili ikiwa kutakuwepo na utashi pamoja na nia thabiti ya kufanya hivyo. Wamedokeza jambo hilo jijini Arusha, eneo ambalo kunafanyika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani kwa mwaka 2026. Tupate maelezo kamili. Ni siku ya pili mtawalia katika kongamano hili la idhaa za Kiswahili duniani ambalo lilifunguliwa Machi 24 mwaka 2026 na makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah, ambaye alitoa wito kwa vyombo vya habari kuhakikisha vinatumia nafasi zao katika kukieneza Kiswahili. Lakini pia waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda naye akibainisha mkakati wa serikali wa miaka miwili ambao ni katika kukieneza Kiswahili katika mataifa 10
barani Afrika. Idhaa za Kiswahili zina mchango mkubwa sana katika kukuza lugha ya Kiswahili. Kwa mfano nikizungumzia kwenye idhaa yangu ya Deutsche Welle, tuna vipindi kabisa vya Kiswahili, lakini pia hata lugha ya Kiswahili ambayo inatumika kule ni lugha fasaha kabisa ukilinganisha labda na vyombo vingine vya habari vya ndani kwenye mataifa yetu mengine. Kwa mfano hapo kwenye UFM Radio ambayo inamilikiwa na Azam Media, kuna kipindi maalum kabisa kinaitwa Rula. Chenyewe ni kwa sababu tu ya kutilia mkazo hapa na pale mahala ambapo kunawekwa nguvu kubwa ya kuweka usahihi wa mazungumzo, majadiliano, utangazaji, kwa sababu tunaelezwa watangazaji ni walimu mwega, walimu ambao unafundisha huku unafanya kazi yako. Sasa kama itafika mahala watangazaji ndio ambao wanavuruga lugha yenyewe, maana yake wanaosikiliza wakiwemo watoto na watu ambao hawakwenda shule ama wamekwenda shuleni lakini hawakusoma vizuri Kiswahili, kwa maana kukitambua kwa ufasihi wake na ufasaha, inakuwa matatizo makubwa. Kwetu sisi tunafanya kazi katika matumizi ya Kiswahili katika dunia nzima. Nafikiri kwa sababu Wachina wako wengi, kuna idadi kubwa ya Wachina kwa sasa wanakuja Tanzania ama Kenya, yani Afrika Mashariki, wanataka kujifunza Kiswahili na pia wanataka kupata taarifa au habari kuhusu nchi za Afrika. Ni kongamano ambalo linatoa pia fursa kwa washiriki kushuhudia picha, michoro na simulizi kuhusiana na harakati za ukombozi barani Afrika, na kauli mbiu yake hapa ni tasnia ya habari, msingi wa maendeleo ya Kiswahili duniani. Ramadhani Mvungi, Azam News. Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ameagiza Wizara ya Elimu na taasisi za elimu kufanya utafiti kuhakikisha mabadiliko ya sera na mitaala ya elimu yanatekelezwa kwa ufanisi, wakati akifungua kongamano la kimataifa la maboresho ya sera na mitaala lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hivi sasa Tanzania ipo katika kipindi cha mageuzi makubwa ya elimu yanayohusisha maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, sambamba na mabadiliko ya mitaala yaliyoandaliwa kuoanisha elimu na mahitaji halisi ya soko la ajira. Tunajua kuwa taasisi za elimu ya juu na nyinginezo kote duniani zinafanya kazi katika mazingira yanayobadilika mara kwa mara. Maendeleo ya sayansi na teknolojia, mabadiliko katika mahitaji ya soko la ajira, utandawazi na matarajio mapya ya jamii yanaendelea kubadilika jinsi ambavyo mifumo ya elimu inafanya kazi. Hivyo basi, sera za elimu na mitaala haziwezi kubaki zilivyo bila mabadiliko yoyote. Utekelezaji wa sera na mitaala mipya unafanyika hatua kwa hatua, ambazo hadi sasa zinaonesha utekelezaji wa mfumo wa elimu unaotoa ujuzi unalingana na mahitaji ya sasa ya taifa. Mitaala mipya ilianza kutekelezwa kuanzia elimu ya awali mpaka darasa la 3. Darasa la 4, la 5, la 6, la 7 waliendelea na mtaala wa zamani. Utekelezaji huu unahusu sekta binafsi, inahusu wazazi, inahusu walimu, maafisa elimu, kila mmoja wetu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesisitiza juhudi za serikali kuhakikisha mabadiliko haya yanatekelezwa kikamilifu. Vile vile napenda kusisitiza kuhusu kutekeleza mabadiliko na maboresho ya mitaala, ambapo naitaka Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu, hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji. Hii itasaidia pia kubaini na kuibua maeneo yanayohitaji marekebisho au maboresho zaidi ya kiutendaji. Kongamano hilo la siku 2 limelenga kujenga uelewa wa pamoja kuhusu mabadiliko hayo, ambapo wadau wa elimu watakuja na mapendekezo ya kuangalia namna bora ya utekelezaji wa sera na mitaala mipya. Rebeka Mbembela, Azam News, Dar es Salaam. Watu zaidi ya 4,500 wamekosa makazi magharibi ya Kenya kutokana na mafuriko yaliyoharibu nyumba, miundombinu na mashamba. Athari hizi zimeshuhudiwa katika kaunti ya Kisumu hadi Homa Bay.
ambapo mitumbwi imetumika kuokoa watu ulionasa. Takwimu zinaonyesha takribani watu 88 wamefariki nchini Kenya tangu kushuhudia mafuriko mabaya ambayo hayajawahi kutokea katika miaka ya karibuni. Mamlaka za hali ya hewa zimeendelea kutoa angalizo kwa wananchi kuchukua hatua, kwani mvua zaidi bado zinatarajiwa kunyesha na tayari shule zimefungwa kwani hazifikiki. Wacha Nurdin Selemani tuambie hapa kwenye uchanganuzi watakuwa na mambo yapi. Karibu sana. Asante sana Ivona. Tumemwona hapo Ramadhani Mvungi akiwa Arusha katika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani. Kwa hiyo tutaelea hapo kuona namna gani Kiswahili ambavyo kinaendelea kukua. Tumemsikia mmoja ya watu ambao wanasema kwamba nafasi ya Wachina kuja katika ukanda wa Afrika Mashariki. Je, hii inaleta fursa kwa namna gani? Na idhaa nyingi za Kiswahili, Waswahili wenyewe wanapata hizo nafasi, lakini nafasi za vyombo vya habari katika kukuza pia Kiswahili ni ipi katika eneo ambalo tutakalo kuwepo? Na tutarejea tena pale Arusha, tutaungana na Leonard Mubali, ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye amepitia katika idhaa za Kiswahili za kimataifa. Sasa naona ameshajipanga. Karibu sana Moses. Asante sana Ivona. Katika wale Waswahili wanaozungumza leo katika zile idhaa na sisi tumo. Ndivyo sababu vya habari. Kwa kuanzia mitandaoni usiku wa leo, tuanze na maoni ya Watanzania, na hii ni kufuatia kifo cha William Lukuvi. Kile ambacho Watanzania wameandika kupitia katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tutazame ukurasa wa mtandao wa Facebook ambao Maria Joseph anasema, hakika mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi duniani si nyingi, apumzike kwa amani. Mkombozi Fitatu akisema, Tanzania ni nchi kubwa na pengo lake litazibwa kwa sababu kila Mtanzania ana mchango kwa taifa kama ilivyokuwa kwake marehemu William Lukuvi. William Peter akisema, mauti ni mlango na kila nafsi itaupita huo mlango, pumzika kwa amani William Vangimembe Lukuvi. Tukitoke hapo kwa William Lukuvi, tutazame sasa hivi taarifa kuhusiana na namna ambavyo Tanzania imeendelea kuwa nchi muhimu katika ukanda huu wa Afrika, hususan katika eneo la kusaidia mataifa mengine. Hii leo Tanzania imekabidhi msaada wa tani 500 za mahindi kwa serikali ya Jamhuri ya Watu wa Msumbiji, na hii ni kufuatia mafuriko mabaya yaliyokumba nchi hiyo kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Itakumbukwa katika siku za hivi karibuni mvua hizi zimekuwa zikiathiri sehemu kubwa sana. Taarifa iliyotoka punde ilikuwa inaangazia Kenya, lakini tukikumbuka kama miezi miwili iliyopita Msumbiji ilikuwa ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa sana na mvua pamoja na vimbunga ambavyo vilikuwa vikiendelea kabili nchi hiyo. Na msaada huu umekabidhiwa kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Na kama unavyoona pichani hapo, wakati magunia hayo ya chakula yakiwa yanakabidhiwa kwa wawakilishi wa nchi hiyo ya Msumbiji. Tutoke katika taarifa hiyo kuhusiana na chakula na msaada, tuangazie taarifa kuhusiana na yale yanayoendelea mitaani kwetu. Kumekuwa kuna uharibifu wa miundombinu, hususan wizi. Tabia ya wizi ile ya kuiba mifuniko ya yale mashimo ya njia ya maji taka, hususan katika barabara za mitaa, lakini wakati mwingine katika zile njia ambazo pengine sio kubwa sana. Sasa mamlaka ya maji Dar es Salaam DAWASA yenyewe kupitia kwake mhandisi Lydia Ndibalema ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usafi wa mazingira wa mamlaka hiyo, wamesema hivi sasa wataanza kushirikiana na watu wa serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wanadhibiti wizi huo, lakini pia kuhakikisha kwamba upotevu wa maji na wenyewe pia unaendelea kudhibitiwa, wakisema kwamba huu wizi wa hii mifuniko ya hizo njia za maji za mashimo huwa pia unasababisha taka ngumu kuingia katika hayo mashimo, na hivyo kusababisha sasa maji taka kusambaa kwa sababu yanakosa njia za kupita. Mwisho kabisa, masuala ya idhaa za Kiswahili, na sisi ndo Waswahili wenyewe. Hii leo katika Kiswahili chetu twende na neno wendo. Wendo ni ule mpangilio wa matukio ama tarehe kwa mujibu wa utokeaji wake. Kama ile timeline.
ya matukio kadri yalipoanzia mpaka ya pale anapokuwa anaishia. Ile kwa Kiswahili tunaita wendo. Sawa sawa. Ndio hivyo Ivona. Basi nimejifunza kutoka kwako. Umejifunza. Yaani kwa mfano kama wendo ya Ivona kwenye uandishi wake wa habari, yani unaichukua tangu pale alipokuwa anaanza kusoma mpaka sasa hivi. Na nimeona ile ya DAWASA nikasema hivi pale mifuniko ya plastiki haiwezi kukaa. Inaweza kukaa, lakini pia kumbuka siku hizi pia plastiki na yenyewe imekuwa ni sehemu ya malighafi. Bado watu wanaweza wakaiba tu. Basi shughuli. Haya, basi tunaondokaje kama hivi? Unajua ule taratibu Ivona wa ujumbe mbalimbali ama jumbe mbalimbali ambazo zipo kwa mitaani. Kwa mfano hii, roho mbaya inapunguza wateja kwenye biashara, ila huruma inakufanya ufilisike kabisa. Kwani roho mbaya unaifanya wakati gani? Wakati una biashara? Na mimi ndo nilikuwa nawaza hapo, mteja unamfanyaje roho mbaya? Ama amekuja kukopa umemnyima, si roho mbaya. Sasa hapo ndipo huruma inaweza ikawa imeingia, ukamkopesha ukaua mtaji. Wakopaji wengi sana, ndio shida. Tukamilishe kwa muhtasari. Viongozi wananchi waomboleza kifo cha William Lukuvi wakikumbuka alama za kiuongozi. Dunia yaadhimisha kumbukumbu ya biashara ya utumwa iliyoacha historia ya aina yake Tanzania. Umoja wa Mataifa waitaka Iran, Israeli na Marekani waache vita, wafuate diplomasia. Na Tanzania kutupa karata yake ya kwanza kesho michezo ya kalenda ya FIFA nchini Rwanda. Sisi tunaondoka, tunakuacha na uchanganuzi. Uwe na usiku mwema, uwe na thamani.